Karibu tena kwenye Swahili Bible Stories. Na leo ninakuletea kisa cha Lutu kuweza kushiriki tendo la ndoa na binti zake na kuweza kuzaa watoto. Watoto hao, mmoja ndiye baba wa Waamori leo na mwingine ndiye baba wa Moabu. Lakini kwanza, kabla ya yote, kama bado haujasubscribe channel yako nzuri kabisa hii ya Swahili Bible Stories, na kuomba uweze kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu, lakini vile vile uweze kujiunga na familia kubwa kabisa ya mafundisho ya neno la Mungu. Licha ya Lutu kufanya mambo mazuri sana na kuishi maisha kumpendeza Mungu na kuwa mtu mwenye haki, lakini aliweza kufanya makosa ya kuzaa na binti yake wa kwanza. Haikutosha, akazaa tena na binti yake wa pili. Na leo nitakuletea kisa hichi kwa uaminifu wa hali ya juu. Nitaifundisha historia hii vizuri sana, na hakika utaifurahia na itakuongezea kiwango cha maarifa kwenye akili yako. Usiache, ungana nami kwenye story hii nzuri kabisa. Lutu alikuwa ni mpwa wa Ibrahimu. Aliishi katika mji wa Sodoma, mji uliokuwa umejaa dhambi. Mungu aliamua kuuangamiza mji huo kwa sababu ya uovu wake, lakini alimwokoa Lutu pamoja na familia yake kwa sababu walikuwa ni watu wenye haki katika mji wa Sodoma na Gomora. Lakini mke wa Lutu aliweza kufanya makosa. Aliweza kugeuka nyuma ngali Mungu alitoa maagizo wasigeuke, na akaweza kugeuka kuwa nguzo ya chumvi. Baada ya Mungu kuangamiza mji wa Sodoma na Gomora, Lutu alikimbilia mlimani na binti zake wawili kwa sababu walikuwa wakihofia kama Mungu angeweza kuiangamiza dunia nzima. Lakini Lutu alichagua kuishi kwenye pango kwa sababu mke wake alikwisha geuza kuwa nguzo ya chumvi kwa sababu alikiuza agizo la Mungu. Hadithi hii inapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo 19 mstari wa 30 hadi pale mstari wa 38. Biblia nayo inasema, binti za Lutu walihofia kuwa dunia yote ingeangamia na kwamba hakutakuwa na mwanaume wa kuwaoa na kuendeleza kizazi chao. Na vile vile walihisi duniani hakutakuwa na mwanamke ambaye angeweza kuendeleza uzao wa baba yao, yani kuweza kumpatia mtoto wa kiume baba yao. Nao wakaanza kupanga njama mbovu, yani dhamira ovu. Binti za Lutu walimlewesha kwa divai baba yao usiku baada ya usiku, yani waliweka tamaduni kila usiku wanamnywesha pombe. Kumbe walikuwa na nia mbaya. Binti mkubwa alilala na baba yake usiku wa kwanza bila Lutu kujua, yani alishiriki tendo la ndoa na baba yake usiku wa kwanza pasipo Lutu baba yake kujua. Lakini binti mdogo naye siku ya pili alifanya hivyo hivyo kama alivyofanya dada yake, na yeye aliweza kumnywesha baba yake pombe, yani divai, na akaweza kulala naye na kushiriki tendo la ndoa. Binti wa kwanza alishiriki na baba yake tendo la ndoa, lakini binti wa pili naye akashiriki na baba yake tendo la ndoa. Kila mmoja alipata mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Binti mkubwa alizaa mtoto akamuita Moabu, ambaye ndiye baba wa Moabu leo. Lakini binti mdogo naye alizaa mtoto akamuita Benami, ambaye ndiye baba wa Waamoni leo. Na hiki ndio kisa cha Lutu kuweza kushiriki tendo la ndoa na binti zake na kuweza kupata wajukuu ambao mmoja aliitwa Benami na mwingine akaitwa Moabu. Lakini kisa hichi kinatufundisha mafundisho mengi, na leo nitakuelekeza kisa hichi kinatufundisha mafundisho gani. Kwanza, kwenye hadithi hii usiondoke. Kwanza fanya kama una subscribe ili uendelee kupata mafunzo yetu pale pindi tu yanapoweza kutoka. Fundisho la kwanza, ulevi. Lutu
alinyweshwa pombe mpaka kupoteza ufahamu, kiasi cha kutokutambua chochote kinachoendelea. Fundisho la pili, maadili. Inadhihirisha jinsi gani mazingira ya maadili potofu katika mji wa Sodoma yalivyowaathiri hata waliookoka. Binti za Lutu walikuwa wameokoka, lakini hawakuogopa hata kulala na baba yao. Mazingira yaliwaharibu. Chanzo cha mataifa ya baadaye. Moabu na Amoni walikuwa ni mataifa ambayo yalikuwa ni maadui tu wa Israeli, kwa sababu